Za leo, pole na majukumu. Leo nitaenda moja kwa moja katika kipengele kinachowakabili wanaume wengi sana. Unakuta wanapata changamoto nyingi sana katika kumudu tendo au upungufu wa nguvu za kiume. Hii ni mada nyeti sana, ni mada ambayo inagusa sana, ni mada ambayo wengi sana wameomba niizungumzie leo. Ndio maana leo nikatenga muda kidogo tuweze kuielewa kwamba inakuaje na nini sababu zake na kitu gani cha kufanya ili iwe kuna urahisi zaidi wa kupata matokeo mazuri ambayo unaweza kuyafanya nyumbani pia. Tukizungumzia upungufu wa nguvu za kiume, tunakusudia uwezo wa kuweza kuperform kile kitendo, uwezo wa mwanaume, uwezo wa halisia. Kwa mfano labda unakuta zamani ulikuwa na uwezo mzuri lakini sasa hivi umekuwa na uwezo mdogo sana, au kiwango kinapungua, au ukiwa na shiriki unapata maumivu wewe mwanaume, au ukiwa na shiriki unakuwa hauna hisia. Sasa kitu gani ambacho tutakachokizungumza leo, au kitu gani ambacho tutakuelekeza leo kitaweza kukusaidia kwenye namna moja au nyingine. Sasa tukianza kuzungumzia upungufu wa nguvu za kiume, tunakusudia ni uwezo wa kushindwa kumiliki kile kitendo. Sasa kwenye upande wa kumiliki kile kitendo kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea changamoto hiyo. Changamoto ya kwanza inayopelekea au sababu ya kwanza inayopelekea changamoto kama hizi ni watu wengi sana kuingia kwenye utandawazi wa kujichua. Watu wengi wanajichua. Wanapokuwa wanajichua, tukusudie mfano wa ngozi ambayo iko hapa mkononi na ngozi ambayo iko kule, na kwa ni vitu viwili tofauti. Ngozi ya kule ni laini, ngozi ya huko ni nyepesi. Kwa hiyo unapokuwa unashiriki kwa kutumia mkono, unakuwa unatanua masazi zako na kukupelekea changamoto kubwa sana baadaye. Hali ambayo unakuta unapotaka kushiriki kile kiwango kinaweza kinakushinda. Damu inakuwa ina flow vibaya, yani unawahi, unakuta kuna wengine unapata changamoto. Unakuta mtu anaitwa Mr. 2 minutes. Huyo mzee wa dakika 2 huyo, mzee wa dakika 1 huyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya changamoto kama hizi. Kwa hiyo unapopelekea kujichua, unapelekea madhara makubwa sana kwenye changamoto ya nguvu za kiume. Lakini pia sababu kubwa sana au changamoto kubwa sana inatokana na vyakula. Asilimia kubwa sana ya matatizo ya uzazi yanatokana na vyakula tunavyokula kila siku. Vinapelekea tunakula vitu vingi sana vya kukaanga ambavyo vinapelekea vinadhoofisha afya yetu. Na afya yetu inapokuwa inadhoofika tunapata changamoto kama hizi. Lakini pia sababu nyingine unakuta tunatumia madawa katika kujiboost. Unatumia madawa labda yale wanasema kama Viagra, mabooster haya yanakuwa yanaharibu sana changamoto kama hiyo. Kitu ambacho unachotakiwa kukifanya, kwa sababu mwili unakuwa una upungufu wa madini ya zinc pamoja na magnesium ambao unapelekea kupungua kwa kule umwinuko, lakini pia kukupelekea kushindwa kuperform vizuri. Kuna wengine wakiwa na perform, baada ya kumaliza wanajikuta tayari vichwa vinaanza kuuma. Kwa nini kichwa kinaanza kuuma? Kwa sababu ya upungufu wa zinc pamoja na magnesium. Hali ambayo inapelekea ndoa nyingi zinaingia kwenye mgogoro. Hali ambayo inapelekea unakuta mwanamke ameenda amepima kila kitu kiko sawa, lakini changamoto inarudi kwako. Hali ambayo inapelekea unakuta changamoto inaporudi kwako, unapokuja kuelekezwa unakuwa tofauti, unakuwa ni mkali. Ni vitu ambavyo vya kuelezeka na vitu ambavyo vinaweza vikasaidika pia. Tuna idadi kubwa sana ya watu ambao tumewasaidia katika changamoto kama hizi. Kwa hiyo usisite na usiogope kukutana na tabibu akakuelekeza changamoto yako na namna sahihi ya kukusaidia. Lakini pia sababu nyingine pia, ukiachana na hivyo, pia mazoezi. Watu wengi sana hatufanyi mazoezi, hatutenge walau nusu saa asubuhi au nusu saa jioni kufanya mazoezi. Hali ambayo inapelekea masa zetu, mwili yetu inashindwa kurespond vizuri wakati tunapokuwa tunahitaji. Lakini pia changamoto pia inaweza kuwa changamoto ya hormone. Wanaume pia wana changamoto ya hormone imbalance ambao kwa testosterone zile zinakuwa zinashindwa kufanya kazi vizuri. Unakuta mtu anaweza akawa anashiriki lakini uwezo wake au kiwango anachokitoa ni kidogo sana, au akitoa kimoja hawezi kuendelea tena. Aliyokuwa mpaka apate kupumzika, apate kutulia walau hata dakika nusu saa au saa nzima, au akimaliza anakuwa na usingizi mzito sana. Hali ambayo inapelekea changamoto inazidi kukua kubwa zaidi kila siku kila leo. Sasa tuangazie pia vitu vingine ambavyo vinaosababisha
changamoto kama hiyo. Pia mawazo imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu unapokuwa na mawazo au tunakusudia mtiririko wa maisha au mfumuko wa maisha. Mfumuko wa maisha umeathiri sana vijana wengi kwenye nguvu za kiume, hali ambayo inapelekea utafutaji, unakuta wanachoka, wapati nafasi nzuri sana kupumzika, mawazo chungu nzima, hali ambayo inapelekea uwezo wake unakuwa ni mdogo sana, hali ambayo ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika. Kwa nini unakuwa uko busy? Kwa nini unakuwa hivi? Kwa nini unakuwa hivi? Unaonekana msaliti kwa sababu ya changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia kuna mtu aliniuliza swali akasema, dokta, hivi zile mbegu zinaweza zikaisha? Mbegu zile zikaisha, zile lifetime kwa mwanaume inakuwa ni lifetime na zinatoka kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo lifetime, kila unavyozidi kula vizuri unapata afya nzuri, maana yake unafanya mazoezi ya kutosha, unaepuka na kujichua, hali inapelekea mbegu zako zinakuwa ziko nzuri, zinakuwa zina ubora, lakini pia zinakuwa zina mkia. Changamoto moja ya wanaume wengi au wanaume wengi ambao upungufu wa nguvu za kiume, wanashindwa kutikisa ujauzito kwa sababu mbegu zao hazina mkia, zinashindwa kufika kwenye mayai, hali ambayo inapelekea changamoto inazidi kukua kubwa zaidi. Lakini pia kitu ambacho unachotakiwa pia kukifanya ili kujilinda na changamoto kama hizi, unatakiwa ufanye mazoezi ya kutosha, lakini pia ule mlo ambao unaoeleweka, epuka kutumia vyakula vya kusindikwa, epuka kutumia vyakula vya muda mrefu. Hivi vyakula tunakusudia vya kukaanga. Pia epuka sana kutumia vyakula kwa sababu mafuta yanakuwa na athiri sana hormone. Lakini pia fanya mazoezi ya kutosha kama nilivyosema hapo mwanzo. Lakini pia jitahidi kula mlo na kupata virutubisho ambavyo vinaongeza madini ya zinc pamoja na magnesium ya kutosha, hali ambayo inapelekea ndoa yako ikawa imara zaidi. Nadhani hapo unaweza ukawa umejiuliza kwamba kwa namna gani ambao unaweza ukatumia. Lakini pia vitu ambavyo unaweza kufanya nyumbani, jitahidi sana kuwa unaamka walau asubuhi, unafanya mazoezi walau kufanya squatting, kufanya push up, kuruka kamba, kukimbia kidogo, kufanya walking kidogo. Haya mazoezi yanakuwa na kuongezea stability na uwezo wako vizuri sana. Lakini pia jitahidi sana kupata milo ambayo inaeleweka. Penda sana kutumia korosho, kutumia almond, kutumia chia seed. Hivyo ni vitu ambavyo vinakuwa vinaongeza kile kiwango ambacho kinachohitajika. Kuna wengine unakuta anaweza akawa anashiriki uwezo wake mzuri, lakini anapokuwa na jaribu ile ya kwanza, hali ambayo inapelekea unakuta anapata maumivu makali, miguu inauma, miguu inavuta. Huyo mtu ana changamoto madini ya zinc pamoja na magnesium. Akipata matibabu ambayo yanaweza kumuongezea magnesium ya kutosha, kumuongezea zinc ya kutosha, huyo mtu anarudi katika normal state na anakuwa na uwezo mzuri sana kuweza kufanya mambo yakatokea. Kwa hiyo huenda leo umejifunza kuhusu swala zima la hii upungufu wa nguvu za kiume. Nadhani ukiamua kufanyia kazi itakusaidia kwenye namna moja au mbili. Sasa asante sana kwa kushiriki. Tuandikie hapo chini kitu gani leo umejifunza na kitu gani umekipenda leo na unatamani kesho tuzungumzie kitu gani. Tutapata WhatsApp, tutaelekezana namna mazoezi ya kufanya, lakini pia vyakula sahihi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Vyakula gani unatakiwa kula, vyakula gani unatakiwa viache, ili kuweza kufanya vitu vikatokea vikawa vizuri zaidi na ndoa yako ikawa imara. Asante kwa kushiriki na sisi, asante kwa kutufuatilia. Unaweza comment na kulike, lakini pia usisahau kusubscribe hapo chini kwenye hiyo button nyekundu.